Leo ni siku nzuri ya Jumatatu ambao ni tarehe 1 mwezi wa 12. Kwa maana kwamba mwaka 2025 unakwenda ukingoni kabisa. Lakini shukrani za pekee ni kwa Muumba wetu, ndiye ambaye tunapaswa kumshukuru kwa sababu yeye ndiye ambaye ametufanya mpaka sisi tunafika leo hii na bado tunakuwa na matumaini ya kukata mwaka na kuanza mwaka mpya 2026. Wapo wengi ambao walitamani kufika leo lakini hawajaona. Kwa hiyo shukrani za pekee kwa Muumba wetu. Lakini upande wa sports bwana, siku ya jana tarehe 30 kulikuwa na mchezo ambao ulikuwa unatazamiwa sana. Mchezo wenyewe ni kutoka kundi D, ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, ambako wawakilishi wengine wa kimataifa kwa upande wa Tanzania walikuwa ni Simba Sports Club ambao wao walikuwa ugenini nchini Mali wakicheza kwenye uwanja wa match 26 zidi ya timu nzuri sana ya Stade Malien kutoka huko Bamako, Mali. Dakika 90 za maamuzi zikawa zimemalizika, Simba kama amepoteza kwa magoli 2-1. Goli la Simba lilifungwa na mchezaji wao wa kimataifa kutoka Afrika Kusini anaitwa Neo Maema. Baada ya hapo mambo yakawa mengi sana, yakajumuishwa mambo ambayo yalitokea kwenye mkutano mchana, namna ambavyo mkutano ulimalizika, wanachama walivyolalamikia mkutano ulivyokwenda, na jioni timu ikawa imepoteza mpaka sasa tunavyozungumza. Nikikuuliza Simba ina shida gani, majibu yako mengi sana. Mtu akikupa swali tu kwamba Simba ina shida gani, kuna maswali mengi sana, kuna majibu mengi sana. Wapo watakaosema kocha Dimitri Pantev, lakini wapo wanaoamini kwamba uwepo wa kocha Suleiman Matola na uwepo wa meneja Pantev, kuna mambo mawili ambayo yanakinzana kimaslahi, kwamba huenda hata Matola mwenyewe moyo wake ni kama hajaukunjua moja kwa moja kwenye kumpa support mwenzake, ndio maana timu pia inafanya vibaya. Yako mengi. Sasa mimi niko na Mr. Pimbi ambaye yeye nazungumza naye kwa sababu ni mzee wa fact, lakini pia nazungumza naye kwa sababu moja tu, ni shabiki kindakindaki sana wa klabu ya Simba. Ndio imenifanya mimi nimekuwa na shauku. Nimemwona hapa studio, shauku yangu ikawa nitake kumsikiliza bwana, matokeo aliyaona, ameona timu ilivyokwenda, matarajio yao, ingawa kumekuwa na matarajio kwamba Simba ilikuwepo kwenye kundi ambalo walikuwa wamepoteza matumaini kipindi wako kwenye kundi lao ambalo walikuwa na timu kama Zaraja, Simba, Horoya sambamba na Vipers. Lakini leo kundi lao analionaje baada ya kucheza michezo miwili, kupoteza michezo miwili mfululizo? Mr. Pimbi, tunazungumza, tumekusha salimiana, twende kwenye mada moja kwa moja. Mchezo uliutazama, lakini matumaini yako wapi? Nini kifanyike? Shida hasa ya Simba ni nini? Lakini wewe una lipi la kuzungumza kama shabiki yani? Kama shabiki inakuumiza kuona timu yako ambayo unaitegemea inapoteza mechi, na ni bora timu ipoteze mechi katika wakati ambao unajua kabisa sina timu bora na ninapoteza mechi dhidi ya timu ambayo imenizidi ubora katika kila idara. Lakini nataka nikwambie tu, mimi nikiangalia hili kundi la Simba sioni timu hata moja ambayo ina uwezo wa kumfunga Simba home mpaka away. Kundi D. Yes, kama Simba wanakuwa wako very serious na wanaacha utoto, na iona ni Simba ambayo inaweza ikaongoza hili kundi na ikazipiga timu kubwa hizi mnazoziita mpaka nyumbani kwao. Hawa Esperance de Tunis pamoja na Petro Atletico de Luanda wanapigwa vizuri sana. Lakini kuna makosa kama matatu ambayo binafsi kwa jicho langu la kimichezo nimeliona. Kosa la kwanza linaanzia kwenye uongozi, na hapo ndipo ambapo kuna makosa mazito sana. Uongozi kwa maana ya kwamba uongozi wa Sports Club. Uongozi wa Simba Sports Club. Hapa ndipo makosa yanapoanzia. Na kwenye uongozi wa Simba kuna makosa mawili. Kosa la kwanza ni kwamba Simba wao wenyewe ndani hawana utulivu. Yaani ndani wana migogoro. Ndani viongozi wao wenyewe hawapendani. Wana vita nzito. Au kama timu inaweza kupata ushindi? Kwa sababu kama nyinyi ndani viongozi mna migogoro, maana yake hata wachezaji pamoja na benchi la ufundi hawapati ushirikiano wa kutosha kutoka kwa nyinyi viongozi ambao mmejikita zaidi kwenye migogoro, zaidi ya kukaa karibu na timu na kutatua changamoto. Ili mchezaji acheze vizuri anahitaji pia ushirikiano na support kutoka benchi la ufundi, lakini pia kutoka kwa viongozi. Na that's why tunaona anachokifanya Engineer Hersi kuwa karibu na timu. Kile ni kitu ambacho kinasaidia na kuwapa morali sana wachezaji. Kwa hiyo ni nafasi ya kwanza, ni kosa la eneo la kwanza kwenye uongozi. Kosa eneo la pili katika uongozi wa Simba Sports Club ni namna walivyompointi meneja Pantev. Huyu bwana ambaye anakisimamia kikosi. Yes, nitakwambia kwa nini. Wametuonyesha kabisa viongozi wa Simba hawakufanya research. Hawakufanya research wala kufanya scout, na wala hawaja
jipa muda kumfuatilia vizuri meneja Pantev. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mfumo aina ya uchezaji wa meneja Pantev na wachezaji walioko Simba ni mbingu na ardhi. Pantev anapenda kutumia force number 9. Sasa anavyopenda kutumia force number 9, ukiwaangalia viungo wa Simba pamoja na washambuliaji wa Simba, uwezo wao wa kuconvert chance ni mdogo sana. Yaani uwezo wa matumizi ya kutumia nafasi kufunga ni mdogo sana. Yaani kumalizia zile nafasi walizozitengeneza kuzibadilisha ziwe magoli. Yes, kuzibadilisha kuwa magoli, uwezo wao ni mdogo sana. Hapa nitasema pamoja na takwimu, mimi ni mzee wa fact. Ukimwangalia Mpanzu, huu ni msimu wake wa pili anakwenda sasa. Msimu ulioisha hana goli zaidi ya 5. Njoo kwa Morris Abraham, tangu alikotoka mpaka hivi hana goli zaidi ya 5. Hii inakuonyesha ni namna gani ambavyo viungo wa Simba hawana uwezo wa kutumia nafasi. Lakini pia njoo kwa Kibu, akimaliza msimu ana goli 5. Hao ni viungo wa Simba, viungo pamoja na washambuliaji. Toka hapo njoo kwa Joshua Mutale. Budo hana uwezo wa kutumia nafasi vizuri. Hilo tumelishuhudia, huu ni msimu wake wa pili. Namba zake hajazidi assist 5 wala kuzidi goli 5. Kwa hiyo hii inakuonyesha namna gani Simba ina wachezaji wa namna gani katika eneo la ushambuliaji. Lakini imebarikiwa vitu vitatu. Eneo la strike wako vizuri. Hapo tunazungumzia Steven Dese Mukwala, alimaliza na goli 13, zinatosha sana. Tumemuona Selemani Mwalimu alivyocheza ligi yetu mpaka kaondoka, ni striker mzuri sana. Tumemuona wote Jonathan Soa last season nusu msimu amescore goli 13 kwenye mechi 13. Hiyo inakuonyesha ni mchezaji wa namna gani. Sasa bado tunakuja, yupo top scorer wa ligi ambaye tunamzungumzia ni Jan Chazi Ahoua, ambaye huyu ana uwezo wa kuifanya isiyokuwa nafasi ikawa nafasi. Tumeona msimu uliopita kuanzia kwenye ligi mpaka kwenye kombe la shirikisho. Tumeona uwezo wake na alivyoisaidia Simba. Alivyokuwa anatumika kuanzia kwenye penalty, faulo, magoli ya kawaida ya kutengeneza. Ilikuwa chini ya Fadu lakini. Yes, ilikuwa chini ya Fadu lakini ndio huyu mchezaji ambaye leo si lolote. Sasa ukitaka kujua hayo makosa, hawa wote tuliowazungumza, jumlisha goli 15 za 16 if I'm not mistaken za Ahoua, jumlisha goli 13 za Soa, jumlisha goli 13 za Mukwala, unapata goli 30 na kitu. Hizi goli zote 30 mwalimu ameziweka nje. Alafu unaingia kwenye timu unataka ushindi. Very impossible. Ni ngumu sana. Huwezi kupata ushindi kwa namna hiyo. Lakini angalia kwenye eneo la ulinzi. Hapa sasa tunakuja kuzungumza ubora wa madhaifu ya kocha. Njoo kwenye eneo la ulinzi. Sawa? Nimependa the way ambavyo Wilson Nangu amekuja, amecement pale, ameonekana ana uwezo mipira ya hewani, pamoja na kwamba kimo chake ni kifupi, lakini anaweza kutumia vizuri mipira ya hewani. Yuko comfortable akiwa na mali ya mguuni, uwezo wa kupiga pasi, uwezo wa kuanzisha mashambulizi, uwezo wa kushambulia. Wilson Nangu na tumeona anafunga mpaka magoli. Changamoto nyingine kwa huyu kocha ni kwamba ukiangalia Simba wakati wanaanza msimu walionekana kuwa na beki bora sana, hasa alipokuja Rushen Deroko. Simba ilionekana kuwa bora sana mbele yao akiwa Yusuf Kagoma, mtoto wa Kigoma huyu ambaye nishamsahau, umemtaja paka nimestuka. Yes, ambaye alikuwa anaimarisha ulinzi, kuwalinda ile backline yake. Kwa sasa hivi ana majeraha. Ni mzima. Mwalimu tu anasema hayupo kwenye matumizi yake, yani haendani na mfumo wake. Kagoma huyu aliyecheza finali. Sasa unaweza ukaona kocha aliyekuja anakuambia Kagoma hayupo kwenye mahitaji yake. Lakini ukiangalia viungo wote walioko pale Simba, hakuna kiungo ambaye ana sifa za kuwa defensive midfielder. Hapa kama Yusuf Kagoma. Hapa tunazungumzia defensive midfielder. Sifa ya kwanza ya kiungo mkabaji ni kuwa na uwezo wa kuzuia, kukata umeme na kulinda backline yako. Na ndio maana tumeona hata msimu uliopita Simba walikuwa wagumu sana kupitika, ni kwa sababu ya ubora wa Yusuf Kagoma. Simba wamefungwa goli chache sana kwenye mashindano ya CAF, ni kwa sababu ya ubora ambao alikuwa nao Kagoma, ukijumlisha na ubora wa backline defensive, ubora wa beki ya Simba. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo mwalimu
anavyojichanganya yeye mwenyewe. Lakini sehemu nyingine ambayo ni makosa ya meneja Pantev ni kwamba kwanza hana kikosi cha kwanza. Kocha tangu amefika mpaka sasa hana kikosi cha kwanza. Leo akikurupuka Maurice Abraham atakaa nje, au atakaa nje, Kibu atakaa nje, fulani atakaa nje. Kesho akikurupuka ataanza na mwingine, anaanza na mwingine. Kwa hiyo ukiona bado anajaribu kikosi. Bado anajaribu kikosi. Na anajaribu kikosi wakati yupo katika mashindano makubwa. Sasa kuna mtu ataniambia hivi, Mr. Pimbi, kama hajaribu kikosi katika mechi kama hizi, unataka ajaribu wapi? Iko hivi, siku zote kocha unavyokuwa mpya, umemkuta kocha pale ambaye alikuwepo pale, Suleiman Matola. Kocha mzuri sasa kwangu mimi. Tembea na kikosi cha Suleiman Matola. Wakati huo wewe taratibu ukiwa unaweka mbinu zako taratibu kwa kutumia kikosi cha Matola, ukiwa unatafuta kikosi chako taratibu, unabadilisha wachezaji wawili watatu tu katika kikosi, katika kila position, ili wewe kupata kile unachokitaka. Lakini ukifuatilia meneja Pantev, yeye kuna mfumo anautumia, na anataka huo mfumo wachezaji waweze kuadapti kwa haraka sana, kitu ambacho duniani kote hakuna timu ambayo inaweza ikaadapti kwa haraka mfumo wa mwalimu, especially wachezaji ambao wewe hukusajili hata mmoja. Kwa hiyo nasema nini? Nasema hivi, kama meneja Pantev alikuwa ni kocha bora, kwanza angetembea na mfumo aliokuta kwa Fadlu. Yaani kwamba nakuelewa vizuri, na kwa kumsaidia anayekutazama kwamba anachotaka kufanya Dimitar Pantev ni sahihi, kwamba yeye ni mwalimu, ni kocha, lakini mfumo ambao anataka kuuleta kwenye timu itakuwa ni ngumu kuingia kwa haraka, kwa sababu kwanza hakuwa na team pre-season. Lakini pia nimekuelewa hapo kwamba kama angekuwa ni mwalimu ambaye anafahamu sawa sawa, alipaswa kufuata mfumo ambao ameukuta, huku akiingiza mfumo wake taratibu. Wala sio dhambi. Tumia mfumo ule wa Fadlu, tumia kikosi kile cha Fadlu. Timu ilivyokuwa inapangwa mpaka aina ya uchezaji. Taratibu unabadilisha. Huku taratibu wewe ukiwa unabadilisha mfumo. Sasa yeye anataka wachezaji wacheze kwenye mfumo wake kwa haraka zaidi. Kitu ambacho ni kigumu sana katika soka, sehemu yoyote ile. Tumeona hata makocha Ulaya, anapotoka kocha fulani anaingia kocha fulani, hawezi kubadilisha mfumo. Tumemwona Jurgen Klopp alivyotoka Liverpool akaingia Arne Slot. Arne Slot aliingia akatumia mfumo ule wa Klopp, wachezaji wale wa Klopp, yeye alibaki anabadilisha kidogo kidogo. Tumeona msimu huu ndio amebadilisha mfumo na anapigika kweli kweli. Anakandwa kweli kweli. Kwa hiyo ukitaka kuingia na kubadilisha kila kitu huwezi, kwa sababu wachezaji uliowakuta wamesajiliwa kulingana na mfumo wa mwalimu aliyeondoka. Kwa hiyo wewe ukitaka kufanikiwa, kwanza achana na mifumo yako, achana na mbinu zako, tumia mbinu za kocha aliyepita, sio dhambi. Tumia formation ya kocha aliyepita, huku wewe taratibu ukiwa unaingiza mbinu zako, na ukiwa unategemea dirisha dogo na dirisha kubwa kufanya marekebisho ya wachezaji ambao wataendana na mfumo wako, ili wewe pre-season uende sasa kutengeneza mfumo unaoutaka. Kwa sababu hivi ambavyo anatengeneza mfumo wake anakosa matokeo. Kukosa matokeo kuna kunyima wewe nafasi ya kuendelea kuwa kocha pale Simba. Hivi vilabu vya Simba na Yanga ni vilabu ambavyo haviwezi kuvumilia kukosa matokeo. Hawana muda wa kusubiri. Kwa hiyo naona makosa makubwa yako kwa meneja Pantev. Nilikwambia makosa matatu. Kosa la tatu naliona lipo kwa wachezaji, lakini bado naweza kuwatetea. Ukiangalia timu imetengeneza sana nafasi, lakini bado nafasi zimeshindwa kutumika. Unaangalia nafasi ya jana ambayo alitengeneza Maurice Abraham zidi ya Stade Malien. Yes, yuko winga ya huku ya kushoto, akamwangalia Soa yuko wapi, akaipitisha katikati ya msitu, ikamkuta Soa peke yake na golikipa ameshindwa kuutumia. Alichotaka kukifanya Soa pale, watu walihisi angegusa kichwa tulikuwa goli, lakini akataka kupiga nini la acrobatic. Yes, ukiangalia nafasi ya Kapombe, angalia nafasi ya nani ule Kapombe, kuna beki wa kushoto yes. Anthony Mligo. Kwa hiyo ukiangalia Jan Chazi Awa mwenyewe alishindwa kutumia ile nafasi alivyopiga na mguu wa kushoto mpira, kama anapoteza kujiamini sasa hivi. Sasa kosa linakuja wapi? Hawa wachezaji utawalaumu sana. Wachezaji kwanza wamepoteza confidence.
hawana ule, yani Ahoua yule ambaye tulikuwa tunatarajia kwamba akiwa na mpira eneo la juu pale la kwenye ile zoni ya mwisho, wanasema zoni ya 14 ya timu pinzani, unashika tumbo, chochote kinaweza kutokea. Yes, leo hana madhara. Yes, leo hana madhara. Sasa watu wanashindwa kuelewa kwa nini mchezaji kama Ahoua ukatili aliyokuwa nao Soa mbele ya goli, tumeona wote msimu uliopita, wanashindwa kuzitumia hizi nafasi. Ni kwa nini? Watu hawaelewi, wanalaumu wachezaji bila sababu. Hawa wachezaji wameletewa mbinu mpya, wameletewa mifumo mipya. Kwa hiyo wako kwenye transition ya kutoka kwenye mfumo waliouzoea kuja kwenye mfumo mwingine. Hiki kitu huwa kinanyima comfortability kwa mchezaji, kwa sababu kuna namna ambavyo yeye ameshazoea kucheza, ghafla wewe unakuja kumbadilisha. Lakini kama ukiangalia body language ya wachezaji ni kwamba hawakubali kile anachokifanya mwalimu. Mfano Jean Chazawa kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico de Luanda alicheza kama nambari 6. Namba 6. Kwa hiyo ukiangalia unaona wachezaji wao wenyewe hawako comfortable na kile ambacho meneja Pantev anachokifanya. Yaani kwanza kitendo cha kuwaweka wachezaji ambao umewakuta wewe ni top striker, top scorer kwenye ligi, Jean Chazawa mpaka kwenye mashindano ya kimataifa, sidhani kama kuna mchezaji amefunga magoli mengi ukimwacha Jean Chazawa. Yes, lakini umemweka nje kuanzia kwenye ligi mpaka mashindano ya kimataifa, amekupa goli za kutosha, amekupa assist za kutosha. Lakini wewe umekuja unamweka nje. Usitegemee huyu mchezaji unapokuwa unakuja kumweka kwamba sasa wewe maji yamesha kufika shingoni, unamweka sasa aje aokoe jahazi, atakusaidia? Hawezi kukusaidia. Sio kila mchezaji anaweza kukupa hicho kitu, kwa sababu tayari umeshatoa confidence yao, umeshatoa comfortability, umeingiza mifumo ambayo wao hawaendani nayo. Hapa kuna kitu lazima kitamisi. Hawa Simba tunao wasema wanakosa nafasi za wazi, ndio hawa Simba walikuwa katili msimu uliopita. Inakuwaje leo sio makatili? Kuna kosa linafanyika kwa meneja Pantevu pamoja na uongozi wa Simba, kutokuelewana kwao, kutokuwa karibu na benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Ni vitu ambavyo vinapelekea wachezaji wanakuwa hawawezi kuwa uwanjani kwa 100%. So that's it. Tumalizie, michezo imesaliwa 4 sasa ambayo tunazungumzia. Itakuwa ni Januari 21, Simba atakuwa ugenini dhidi ya Esperance de Tunis. Akitoka hapo atarudi Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kucheza na atarudi na Esperance de Tunis tena. Yani atakwenda tarehe 21 mwezi wa kwanza, atakuwa ugenini na Esperance, atarudi naye Benjamin William Mkapa. Baada ya hapo atasafiri kwenda Angola kucheza na Petro, alafu atarudi kumalizia na Stade Malien. Michezo imebakia 4, mnyama hana pointi. Wafanye nini sasa Simba? Ukiangalia Simba inavyocheza, kama wangekuwa hawatengenezi nafasi, kama wangekuwa hawawezi kushambulia vizuri, mimi nilikuwa nasema Simba hawawezi kupata matokeo wala hawawezi kupindua meza. Lakini ukiangalia hata hizo mechi zote alizopoteza Simba ndo ameongoza kwa kutengeneza nafasi kuliko wote hao waliomfunga, kuanzia Stade Malien mpaka Petro de Luanda. Simba ndo amecreate nafasi nyingi kuliko wapinzani wake na ambazo kazikosa. So that means kama wachezaji viongozi watakaa karibu na wachezaji, wataweka bonus, watawapa motisha wachezaji, kama kocha ataamua kuacha mbinu zake za ajabu na kuendana na wachezaji vile ambavyo alivyowakuta na kufanya lineup nzuri. Moja ya vitu ambavyo vinamwangusha meneja Pantev ni pamoja na ile first 11 yake inakuwa bado haina mashiko, na ndio maana unaona timu inayoingia kipindi cha pili inaonekana kuwa na makali kuliko timu iliyoanza kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kama haya yote ataenda sawa, mimi na uhakika Simba kule Petro de Luanda ataenda kupata matokeo mazuri, kule Esperance Tunisia atakwenda kupata matokeo mazuri, na hapa kwa Mkapa atapata matokeo mazuri ambayo atamfanya yeye kufuzu. Ni vitu ambavyo vinawezekana kulingana na performance ya wapinzani niliowaona. Sio wabaya, lakini wanafungika kwa uwezo wa Simba ambao mimi nimeuona mchezaji mmoja baada ya mwingine. Kama haya madhaifu yanayoonekana yatafanywa kazi. Kwa ufuatiliaji wako wa mpira, kwa kumalizia, Pantev unavyomtazama na Simba kama ambavyo inatajwa na ilivyo kwamba ni club nambari 5 kwa ubora barani Afrika, ni kocha sahihi kwenye kikosi cha Simba? Hapana, sio kocha sahihi. Pantev sio kocha sahihi. Sio kocha sahihi kwa sababu haya mashindano ya Champions League yametuonyesha ni kocha wa namna gani. Huwezi kuwa wewe ni kocha mgeni katika mashindano makubwa ya kimataifa wewe unafanya majaribio. Haiwezekani. Umeelewa? Umefanya majaribio mara ya kwanza yamekutokea puani,
umeshindwa kujifunza tena. Kwanza ameanza kufanya majaribio mechi na JKT Tanzania. Mechi shamkalia kooni, akajua kuingiza sabu haraka zikamsaidia. Akaenda mechi na Petro de Luanda, akafanya sabu, mechi ikashindwa kumsaidia. Ameenda na Stade Malien, akafanya sabu, mechi imempalia puani. Kwa hiyo ukiangalia hapa katikati ni kwamba huyu ni kocha wa daraja dogo, ni kocha mzuri, lakini bado ni kocha ambaye ni wa daraja dogo. Hana uzoefu na haya mashindano ya kimataifa. Haya mashindano ya kimataifa ni mashindano ambayo yanakwenda na hesabu, sio kucheza mpira mzuri. Meneja Pantev anataka kucheza mpira wa kuvutia. Huu sio mpira wa kuvutia, ni mpira wa kupata matokeo. Ukimwangalia Fadlu last season, hatukuwa tunaona mpira wa kuvutia mpaka tunasema Simba haivutii, timu haichezi vizuri. Lakini Simba alikuwa anashinda goli 1-2, 2-1, ameondoka. Ameenda ametafuta sare huko, ameondoka. Sasa huku mpira unaona timu inacheza na inatengeneza nafasi, lakini haipati matokeo. Kwa hiyo kocha bado ni kocha ambaye hana uzoefu na mashindano ya kimataifa. Hajui mashindano haya ya kimataifa yanahitaji nini. Kwa hiyo ukiangalia ni kocha ambaye anahitaji kupata experience na yeye. Sasa huwezi kuwa wewe ni kocha unahitaji kupata experience uje uipatie experience Simba. Nenda huko Stade Malien, nenda huko Gaborone, nenda huko Msingizini, kapata experience. Uje Simba ukiwa na experience uisaidie kupata matokeo. Hivi ni vilabu ambavyo sio vya kujipatia experience. Ni vilabu ambavyo ukifika vinakudai matokeo muda huo huo uliofika. Kwa hiyo kwenye zile 100 mmebaki na asilimia ngapi kwenye kufuzu? Kwenye 100 bado kuna asilimia 50. 50 kwa 50. Mpaka sasa. Yes. Bana, huyo ni Mr. Pimbi, mzee wa fact. Mimi kilichonifanya nikafanya maamuzi ya kuzungumza naye. Najua watu wengi wamezoea kumuona kwenye entertainment, kwa maana kwamba akizungumzia zaidi upande wa burudani, nazungumzia upande wa muziki, wasanii, bongo flava na mambo mengine kama hayo. Lakini kilichonivutia mimi mpaka nikaamua kufanya naye mazungumzo ni sababu moja tu. Mimi namfahamu, yeye ni shabiki mkubwa sana wa klabu ya Simba Sports. Sasa kwa sababu pia huwa anafuatilia mpira, nikaona nimsikilize neno lake lilikuwa ni lipi. Umefuatilia hapa mazungumzo yake, namna ambavyo shida anapoiona ilipo, lakini bado anaamini kwa mambo kadha aliyoyataja hapo yakifanyia marekebisho, bado mnyama anayo nafasi ya kufanya vizuri kwenye michezo iliyosalia. Kama tulivyosema hapa, mchezo wa Simba unaofuata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika atakuwa ugenini Januari 21, nazungumzia mwakani sasa 2026, kwa sababu sasa hivi tunapisha mashindano ya AFCON ambayo itamalizika Januari itamalizika Januari, kama sio Januari 23 nakumbuka ndio yatakapomalizika. Kwa hiyo baada ya mashindano ya AFCON kumalizika, itarejea michuano ya kimataifa ambako Simba atakuwepo ugenini zidi ya Esperance, atarudi nyumbani zidi ya Esperance, atasafiri kwenda kucheza na Petro, atakuja kumaliza mchezo wake wa mwisho zidi ya Stade Malien. Wawakilishi wengine kwenye michuano ya kimataifa walikuwa ni Young Africans, ambaye mchezo wa kwanza alicheza visiwani Zanzibar zidi ya FAS Rabat, akapata ushindi wa goli 1-0. Akasafiri kwenda Algeria kwenye mji wa Tizi Ouzou ambako alicheza dhidi ya timu ya JS Kabylie, akatoa draw masale ya bila kufungana, kwa hiyo ana pointi 4 kwenye kundi lake. Lakini Azam FC sambamba na Singida Black Star hali zao sio nzuri sana, kwa maana kwamba Azam amepoteza michezo yote miwili, lakini Singida alipoteza zidi ya Belouizdad, akaja akacheza zidi ya Stellenbosch, amepata surua masala hiyo ya ameondoka na pointi 1. Kwa hiyo bado wakilishi wengine wako kwenye hali nzuri sana. Kwa hiyo tusubiri na kuona, lakini yote kwa yote umefuatilia mazungumzo yangu mimi na Mr. Pimbi. Naitwa Rashid Kasim ndo jina langu, lakini muda wote mtu ambaye alikuwa nyuma kamera amesimamia kila kitu kimekwenda sawa mpaka umefanikiwa kuitazama hii video, anaitwa Edson Luikiza, ndio ambaye amefanya hii kazi mzuri sana. Shout out kwa wafanyakazi wengine wa Kajenjere TV ambao wanaiunda hii crew nzima. Yupo Kevin Mzungu mtaalamu mwenyewe, lakini yupo Zainabu Mtima, yupo Ana Maestro, yuko Ramazan Amin, yuko Jacob Nguno, lakini bila kumsahau Junior. Mimi kama nilivyosema mwanzo naitwa Rashid Kasim, muda wote nilikuwa naye Mr. Pimbi. Mpaka wakati mwingine tena.